Kesi inayomhusu Tundu Lissu imekuwa moja ya mashauri yenye mvuto makubwa wa kisheria na kisiasa katika kipindi hiki. Hapa nimekufanya vitu tofauti, ambapo nimekuletea muhtasari wa yote yaliyojiri leo mpaka hapa na uchambuzi wa kina wa hoja, mikakati na athari zake kisheria. Kesi ilianza katika mahakama ya chini Committee of Proceedings, ambapo upande wa mashtaka uliwasilisha maelezo ya mashahidi na ushahidi wa msingi wa mujibu wa kifungu cha 263 cha CPA zamani 246. Lengo la hatua hii ni moja tu, kumfanya mshtakiwa ajue ushahidi wote anaokutana nao kabla ya kupelekwa mahakama kuu. Katika hatua hii majina ya mashahidi yalitajwa, statement zao zilisomwa, rekodi ya komito iliundwa. Miongoni mwa mashahidi aliyetajwa ni ACP Amini Mahamba, na hii ni hatua muhimu sana kwa sababu baadaye ndipo mjadala mkubwa umeibuka kuhusu kama ushahidi wake unaweza kuongezwa au la. Baada ya komito, kesi ilihamishiwa mahakama kuu. Hapa ndipo ushahidi wa mashahidi unaanza kutolewa rasmi. Kwa muda mrefu kesi imekuwa ikiendelea kwa utaratibu wa kawaida: mashahidi kuitwa, upande wa utetezi kuuliza maswali, rekodi kujengwa taratibu. Lakini ghafla upande wa mashtaka uliwasilisha notice chini ya kifungu cha 308 cha CPA. Notisi hiyo ilisema wanataka kuleta additional statement of evidence ya ushahidi ambaye tayari alikuwepo kwenye komito, ambaye ni ACP Amini Mahamba, na hapa ndipo vita ilipoanza. Kifungu cha 308 cha CPA kinasema kwa muhtasari: hakuna shahidi au ushahidi utakaotolewa mahakama kuu isipokuwa kama ulisomwa wakati wa komito, isipokuwa pale ambapo notice itatolewa. Tafsiri hii inagawanyika kwenye vipande. Kwa upande wa mashtaka, ambaye Katuga ndo alikuwa anasimamia, 108 ni mlinzi wa 263. Lengo lake ni kuhakikisha disclosure kamili, hata kama si shahidi mpya, lakini kama sehemu ya ushahidi haikuwekwa wazi inaweza kuletwa kwa notisi. Wanategemea kesi ya Lemina Omari Abduli versus Republic, ambayo mahakama ya rufaa ilisema additional evidence inaruhusiwa kama haikuwekwa wazi. Kwa upande wa utetezi, ambapo ni Tundu Lissu, 308 inahusu shahidi mpya pekee, a witness whose statement was not read during committal. Hii si additional witness, ni additional evidence kwa shahidi aliyepo. Hili halipo kwenye CPA. Kuruhusu hilo ni sawa na kubadili mashtaka kupitia mlango wa nyuma. Hoja ya backdoor amendment, hii ndiyo hoja nzito zaidi. Lissu anasema shtaka lake ni la tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 2025. Serikali wanataka kuleta mambo ya tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Hiyo inapanua wigo wa mashtaka. Kisheria, kama unataka kubadili au kupanua information, lazima ufuate kifungu cha 294 cha CPA. Swali kuu, je, kuleta additional evidence inayohusu matukio mapya ni amendment kwa vitendo? Kama jibu ni ndio, basi notice hazitoshi, amendment formal inahitajika. Katika sheria ya jinai, haki ya mshtakiwa ni msingi: kujua mashtaka yake, kujua ushahidi dhidi yake, kuandaa utetezi wake ipasavyo. Kama ushahidi mpya unaingizwa kwenye mazingira mapya kabisa, mahakama itakuwa makini sana. Lakini pia mahakama haitaki mashauri yakwame kwa technicalities. Kama haki inaweza kulindwa kwa kumpa muda mshtakiwa kujiandaa, na hapa ndipo mizani ya haki inapochezwa. Baada ya kufuatilia hoja zote tangu mwanzo wa kesi, yani leo, haya ndo maoni ambayo yapo kwa kina. Hii sasa si kesi ya ushahidi tu, ni kesi ya tafsiri ya sheria. Uamuzi wa mahakama kuhusu 308 utaweka precedent muhimu, na hoja ya Lissu ina nguvu kwenye literal interpretation, ambapo maneno ya 308 yanaonekana kumaanisha shahidi mpya, lakini hoja ya serikali pia ina nguvu kwenye purposive interpretation. Lengo la 308 kuhakikisha fairness and disclosure. Mahakama italazimika kuchagua njia ya tafsiri. Uamuzi wowote utakuwa na athari kubwa. Ukiruhusu notice
308 itatafsiriwa kwa upana. Ukiikataa, mipaka ya kifungu hiko itawekwa wazi. Safari hii ya kesi imekuwa ya hoja nzito, ya mvutano na kitaalamu, ya tafsiri za kina. Kwa hiyo leo majaji wameahirisha uamuzi hadi kesho saa 3 asubuhi, na uamuzi huo unaweza kubadili mwelekeo wa kesi, na hadi hapo tunasubiri. Lakini baada ya kikao cha leo kuahirishwa hadi saa 3 asubuhi, mitandao ya kijamii imelipuka. Haya ni baadhi ya maoni yanayosikika. Kwenye kundi linalomuunga mkono Tundu Lissu kuna maoni kama haya: hii siyo kesi, ni darasa la sheria. 308 ni shahidi mpya, sio kuongeza maneno kwa shahidi yule yule. Oni jingine ni leo Katuga amekutana na bingwa halisi wa courtroom, tafsiri ya literal iko wazi kabisa. Maoni mengine ni kuwa backdoor amendment haiwezi kupita mbele ya jaji makini, hapa ni technical knockout. Na kuna mtu mwingine amesema mlango wa Amini Mahamba ulifungwa komito, hii notice haina nguvu. Mwingine tena akaja akasema integrity ya shauri lazima ilindwe, haki ya mshtakiwa ni ya msingi. Kwenye kundi la wanaoiunga mkono serikali, wenyewe maoni yao ni kama ifuatavyo. Mmoja akasema sheria haisomwi kwa herufi tu, inasomwa kwa kusudi lake. 308 ni kwa ajili ya disclosure period. Mwingine akaja akasema kama ushahidi haukuwekwa wazi awali, kwa nini usiruhusiwe, mradi mshtakiwa apewe muda wa kujiandaa. Oni jingine lilikuwa hii kesi isigeuzwe kuwa technical game, ukweli ndio muhimu. Mwingine akaja akasema Lemina Omari kesi iko wazi kabisa, additional evidence inaruhusiwa. Na mwingine akamaliza kwa kusema Lissu anaogopa nini kama anasema yuko tayari? Wale wanaochambua kwa mtazamo wakati wenyewe wamesema maneno yao kama yafuatavyo. Wa kwanza amesema hapa ni battle ya literal versus purposive interpretation, majaji wana kazi ngumu. Mwingine akasema uamuzi wa kesho utaweka precedent muhimu sana kwenye CPA. Mwingine pia akaja akasema mahakama inajaribu kulinda balance kati ya haki ya mshtakiwa na maslahi ya umma. Ambapo kuna mwingine pia akasema hili si swala la nani anaongea vizuri, ni swala la tafsiri sahihi ya sheria. Afu kuna mmoja huyu akaja akamaliza na kusema Ndunguru alipozuia Pandora's box alionyesha court discipline. Kuna wale wanaojadili siasa zaidi, maoni yao kama ifuatavyo. Kuna mmoja akasema Oktoba 29 ndio kiini cha kila kitu, hapo ndipo joto lilipo. Na kuna mwingine akasema hii kesi ina sura mbili, kisheria na kisiasa. Mwingine akaja akasema ukifunguliwa mjadala wa Oktoba, nchi itazungumza mambo mengi sana. Kwa wanafunzi wa sheria wanasema 308(4) kutaja substance or witness ndio key phrase. Swali si notice, swali ni scope ya amendment disguised as evidence. Na mwingine akasema kama additional evidence itaathiri particulars za charge, lazima amendment formal ifanyike. Na huyu wa mwisho akaja kumaliza akasema committal proceedings zina purpose maalum, zisiwe biased, zisiwe bypassed. Katika haya makundi matatu, kuna wapo wanaotazama kesi kama darasa la sheria, kuna wapo wanaotazama kesi kama vita ya kisiasa, kuna wapo wanaotazama kesi kama mapambano ya haki za mshtakiwa na maslahi ya umma. Mitandao inaonyesha jambo moja muhimu: kesi hii imevuka mipaka ya mahakama, imeingia kwenye mjadala wa kitaifa, lakini ukweli wa mwisho utatolewa na mahakama, sio mitandao ya kijamii kama Twitter wala sio Facebook. Kwa hiyo wewe je, ambaye unanisikiliza na kunifuatilia, wewe maoni yako ni ipi kuhusiana na hiki kilichotokea mahakamani leo? Andika hapo chini.